Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, Ramadhani 24 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualikia kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni mwendo kasi ya gesi da kuanza April, yako mabasi 100 kuanza kwa majaribio yote kukamilika kabla ya Juni 30. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Agizo la Tanga ya viwanda laanza kutekelezwa, habari katika ukurasa wa 21. Mvua yaleta maafa Musoma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Biteko Samia kafanya maajabu, nishati yachangiwa milioni 700 da. Kabudi yataka mafanikio yasemwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tanzania punguza maambukizi ya kifua kikuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Nemki atafiti kuuza mifuko mbadala, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bomoa makazi duni kutikisa mikoa 24. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. 111 idadi ya maeneo yatakayoguswa na bomoa katika mikoa 24 nchini. Habari picha inaonyesha maeneo mbalimbali ikiwemo Msasani, Dar, Maanga, Mbeya. Baadhi ya nyumba zilizopo eneo la Makangira, kata ya Msasani, Dar es Salaam. Eneo hilo ni miongoni mwa maeneo 111 katika mikoa 24 yenye makazi duni yanayotarajiwa kuvunjwa na kuboreshwa kupitia upangaji upya wa miji. Picha ndogo ni eneo la Maanga jijini Mbeya ambalo nalo nyumba zake zitavunjwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Dr. Slaa fumua mapya kina Mdee Chadema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dar es Salaam, siku moja baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kumsamehe kada wake wa zamani Dr. Wilbrod Slaa na kupokewa tena kwenye chama hicho. Hoja mpya kuhusu mustakabali wa wabunge 19 waliofukuzwa ndani ya chama hicho imeanza kugonga vichwa, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili imeandika vikwazo kwa wanawake kuwa mabaharia nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Tanzania Kenya si maadui wala washindani kiuchumi, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika huyu ndiye Ana Bwana, bosi mpya watoweza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ametenda maajabu sekta ya nishati. Dr. Biteko mashine ya 9 yakabidhiwa, wakamilisha megawati 2115 JNHPP. Ataka jumuiya wazazi eleze wa Tanzania mafanikio ya serikali, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Wasira CCM kwa nafasi ya urais tumeshinda, habari katika ukurasa wa 3. Vifo vitokanavyo na TB vyapungua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vifo vitokanavyo na ugonjwa wa kifua kikuu TB vimepungua kutoka 1056 mwaka 2015 hadi 18400 mwaka 2024, hii ikiwa ni sawa na punguzo la 68%. Gazeti hili limeandika askofu ahimiza
kuliombea taifa, aonya wanasiasa. Habari katika ukurasa wa pili. Nemki akamata yateketeza tani 150 za vifungashio nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Majira limeandika serikali mbioni kuandaa mifumo jumuishi ya usimamizi wa mazingira. Habari katika ukurasa wa 4. Watanzania wahimizwa kutumia mikopo isiyo na riba. Habari katika ukurasa wa 3. Zaidi ya Wapalestina 50,000 wameuawa vita ya Gaza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika miaka 4 ya Rais Samia na mafanikio ya DCEA vita ya dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 9, wa 10 pamoja na ukurasa wa 11. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele, sababu wa Tanzania kushuka viwango vya furaha duniani. Nchi inashika nafasi ya 136 kati ya 147 yafanya vibaya katika vigezo vya mapato, usaidizi wa kijamii, afya, uhuru wa kufanya uamuzi wa maisha, ukarimu na uaminifu katika taasisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti limeandika kicheko Chadema, makada waliokimbia warejea, Msigwa atangaza msimamo wake Lissu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika sakata la makala la kolea, ashtakiwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Habari ni katika ukurasa wa 4. Waliorejea shuleni baada ya kujifungua ufaulu kujiunga na kidato cha 5. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Nipashe habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni baadhi ya mifuko mbadala ina shida, Nemki yachunguza kiini cha kutoza. Habari katika ukurasa wa 3. Nicole Berry abanda kizimbani Kinondoni kwa mara ya 3. Habari katika ukurasa wa 8. Mkuu wa majeshi Uganda atishia kuteka mji DRC. Al-Shabaab waua 6 kituo cha polisi. Habari ni katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe michezo likiandika Singida Black Stars yazipa somo Yanga Simba. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tutazame sasa gazeti Jamhuri lenyewe katika ukurasa wake mbele. Habari iliyopewa kipaumbele ni mfupa mgumu, Chadema waanza kuzunguka mikoani kufanya mikutano ya kuinadi no reform no election. Butiku asema serikali haiwezi kuacha kufanya uchaguzi mkuu kwa sababu ya Chadema. Ananilea asema muda unatosha kufanya mabadiliko ya katiba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mbaroni kwa ujangili Mbomipa. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha inaonyesha bunduki zilizotumika katika tukio la ujangili, lakini pia swala aliyouawa na majangili. Udani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Walimu wanyukana, mmoja atoa adhabu kwa mwanafunzi mwenzake aitengua. Ubaguzi wa ukanda waibuka, mwalimu adembea na panga shuleni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wachina wenye madubwi wakamatwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti limeandika kwa nini Watanzania hawana furaha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Sitani uchaguzi mkuu, no road no silaha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Makala marufuku ukopeshaji kudhalilisha ukopaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Jamhuri limeandika hifadhi ya Bondo yaokolewa wavamizi wa furusho. Habari katika ukurasa wa 4. Mambo 6 muhimu askari anapokupekua. Habari katika ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti hili limeandika michezo, pumzika mwamba wa Rambo in the Jungle. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa mbele. Habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira aonya wageni kupora ardhi mipakani, asema ni lazima warudishwe kwao na wakija waje kwa utaratibu. Ataka serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani kuchukua hatua haraka, asema wakiachwa wajenge makazi ya kudumu, kuondoa itakuwa vita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti limeandika sifa za Profesa Janabi zaibua madaktari bingwa. Habari katika ukurasa wa 2. Wasomi wasifu wazo gridi ya maji ya taifa. Habari katika ukurasa wa 3. SMZ yatenga bilioni 27 ujenzi wa ghala la dawa. Habari katika ukurasa wa 10. BOT anika ukuaji uchumi. Habari katika ukurasa wa 5. Gavu pitisheni majina ya wagombea wenye sifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. BOT yaandika ukuaji uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Kuelekea uchaguzi mkuu, Mongela hubiri amani na utulivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Cha Tanda
wataka wanawake kujitokeza kuwania uongozi. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt. Mwinyi, kiongozi wa mfano ni kwa kushirikiana na mambo ya jamii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Aliyejiripua kwa wivu wa mapenzi afariki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Majaliwa kukagua miradi ya Rombo. Habari katika ukurasa wa 6. Dkt. Biteko wapongeza wabunge kuwasemea Watanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Mwanasheria mkuu Israel apigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Wamachinga ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Profesa Kabudi ataja umahiri wa Rais Samia, asema umahiri wa uongozi wake unatokana na juhudi zilizofanywa na waasisi wa taifa la Tanzania katika kuandaa viongozi. Aeleza hatua ya wanasiasa kuzunguka katika mikoa mbalimbali kufanya siasa inamaanisha mfumo wa vyama vingi vya siasa umeimarika. Habari katika ukurasa wa 4. Nemke anika makubwa ni miaka 4 utawala wa Rais Samia. Utoaji vyeti tathmini ya athari kwa mazingira kielektroniki waleta mafanikio. Habari katika ukurasa wa 3. Msajili vyama vya siasa awalima barua Chadema, Mchome awasababu. Habari katika ukurasa wa 3. Daraja la Somanga Mtama sasa linapitika. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake 2. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwanaspoti lenye katika ukurasa wake 2 limeandika Soa Sila ni Musonda Chama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili kiandika nyota wa kigeni katika kikosi cha Yanga hivi sasa kina wachezaji 12 wa kimataifa, hivyo kuingia majembe hayo mawili watapisha. Gazeti hili likiweka habari picha yenye kikosi cha Yanga wakiongezeka Sila pamoja na Soa. Baridi ya Moroko, asante Msuva, karibu mwalimu. Habari katika ukurasa wa 15 ni Moroko dhidi ya Tanzania kufuzu kombe la dunia leo saa 6 na dakika 30 usiku. Dakika 90 ngumu kwa Stars. Taifa Stars inaingia katika mechi hii ikiwa haina kumbukumbu nzuri na wenyeji Moroko, ambao mechi ya mwisho. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kundi E kufuzu World Cup 2026. Moroko ana alama 12 katika nafasi ya kwanza. Deja ana alama 6 katika nafasi ya pili. Nafasi ya 3 ni Tanzania mwenye alama 6. Ya 4 ni Zambia mwenye alama 3, wakati Kongo ana alama 0 pamoja na Eritrea mwenye alama 0. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. Hii vest ni kiboko ya wachezaji wa Vivo. Habari ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika kufuzu World Cup leo Jumanne ni Nigeria dhidi ya Zimbabwe saa 1 kamili usiku. Hadithi ya ama zao sehemu ya 4 katika ukurasa wa 16 inapatikana. Pata nakala yako ya gazeti ya Mwanaspoti, usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ninalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Nyota Stars wajiapiza. Habari ni katika kurasa za ndani. Mvua yavunja pambano Singida na Yanga. Mpanzo Simba tulieni. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. McKeith awamwagia sifa nyota Harambee Stars. Habari katika ukurasa wa 22. Hausang yapanda championship. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.